Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni HNT Media ambayo inakuleta taarifa za michezo zilizoendelea kuhappen na zilizoendelea kutrend sana huko katika anga la michezo hapa Tanzania, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na mwelekeo sasa na taswira za dabi ya Kariakoo. Bana, swala hili kwa mara nyingine serikali imeingilia kati. Nini undani wa taarifa hii? Basi nikwambie, endelea kubaki nasi hapa ili tuje tukueleze nini kilichozungumziwa na waziri wa michezo, sanaa na utamaduni bwana Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye kwa mara nyingine tena ameweza kutoa ufafanuzi juu ya swala hilo la dabi ya Kariakoo ambalo mpaka sasa ni kama linaendelea kuzua sura mpya siku hadi siku. Undani wa taarifa hii tunayo, lakini kwa sasa ni kukaribisha kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi. Hapa ni HNT Media ambayo inakuleta taarifa za michezo kila siku kila wakati. Kama ndo huja subscribe, basi nikwambieni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia utafuata alama ya kengele itajitokeza pembeni hapo. Utairuhusu kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku kila wakati mara tu baada ya kuhappen. Lakini kwa wewe ambao umeshakwisha kusubscribe, lakini pia ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba drop comment yako hapo. Sisi tutakuja kupita nao katika wasaa wa kusoma comment na kuhakikisha kwamba tunafuatilia comment zote zilizopostiwa na waja wanaofuatilia update hizi. Bana, serikali imesema ipo kwenye hatua nzuri za mazungumzo kuhusiana na mustakabali wa mechi ya watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba. Baada ya mazungumzo na klabu hizo Machi 27, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amesema wizara sasa imepanga kukutana na wadhamini wa dabi hiyo ambayo ni benki ya NBC, lakini pia ili kusaidia kufikia mwafaka. Lengo letu ni kwamba ni kuwakutanisha waongee, lakini uamuzi wa mwisho utatolewa na mamlaka husika kwa mujibu wa sheria na kanuni za FIFA na CAF, amesema Kabudi, akisisitiza kuwa bado kuna mpango kuhusu taarifa kamili za mwelekeo wa mechi hiyo. Amewaomba Watanzania kuwa na subira huku heshima ya dabi hiyo ikiendelea kutunzwa kimataifa. Bana, moja kati ya taarifa ambayo kwa sasa imekuwa ikisambaa sana kuna mitandao ya kijamii hii hapa, ambayo kwa mara nyingine tena Profesa Magamba Kabudi amejivisha mabomu kuhakikisha anatafuta suluhu ya jambo hili ambalo limekuwa likizua sura mpya siku hadi siku. Bana, kumekuwepo na taarifa nyingi sana na watu wamekuwa wakizungumza kwamba uwezekano wa Young Africans kupewa pointi kunako issue hii ni ngumu sana, kama jinsi ambavyo wao wenyewe Young Africans wanadai pointi kunako situation hizi ambazo zilitokea. Tumejaribu kuzungumza na wadau mbalimbali wa michezo, wanasema kama siku hiyo ambayo mechi iliahirishwa kungekuwa na officials yeyote kutoka TFF bodi ya ligi, kwa maana kwamba wangekuepo marefali, kungekuepo na kamisa wa mchezo, kungekuepo na officials yeyote kutoka bodi ya ligi, basi unaambiwa kwamba mchezo ulikuwa ni mwepesi kabisa. Hapo Young Africans angeweza kupewa pointi zake 3, lakini pia kwa ukubwa wa Simba wasingemshusha daraja kutokana na kwamba kuna athari ambazo zingetokea na kushuka kwa ligi. Pia umeona pia hata kwa upande wa Al Ahly na Zamalek, ambapo Al Ahly aligomea mchezo kilichofanyika, Zamalek alipewa pointi 3 na magoli 3, lakini pia Al Ahly hakushushwa daraja. Kilichofanyika, amepigwa faini, lakini bado anaendelea kukisakata kunako ligi kuu ya Egypt huko Misri. Kwa hiyo hata pia hapa Bongo wadau wa michezo wanasema kwamba ni wangeweza kuna namna ambayo Young Africans kama wangeweza kumpa pointi, au kama labda kitafuta kitu chochote ambacho kitaweza kuweka sawa jambo hili, lakini pia mmoja wake asiathirike kwa kushushwa daraja kama jinsi ambavyo sheria, kanuni na taratibu zinasema, kwa sababu kama Young Africans atapewa pointi 3 na Simba lazima atashushwa daraja na kupokwa pointi 18. Lakini tofauti na hivyo sasa kwamba watu wanakuwa wanaipa ugumu pia hiyo kutokana na kwamba
TFF na bodi ya ligi waliweza kuahirisha mchezo huo na hakukuwa na officials yoyote uwanjani mpaka Young Africans anaenda pale anafanya mazoezi. Hapakuwa na official yoyote kutoka bodi ya ligi. Ina maana kama kungewepo na official yote, basi labda mpaka sasa suluhu ingekuwa imeshakwisha kupatikana. Lakini pia kwa upande wa Simba maamuzi yao mpaka sasa yamewakalia kooni kwa sababu hawana mashiko juu ya maamuzi yao. Lakini pia bodi ya ligi wao wenyewe kuahirisha match pia nao imekuwa ikiwawia ngumu. Mpaka sasa watu pekee ambao wanasontewa kidole sana ni bodi ya ligi kuahirisha kwa mechi hiyo, kutokana na kwamba walitumia makosa ya kuahirisha mechi hiyo kutokana na kwamba hapakuwa na sababu ya msingi ya kufanya mechi hiyo iahirishwe. Na kufanya hivyo ilitokana na kwamba kikao kilichokalika mapema sana siku ya tarehe 8 ni bodi ya ligi kukaa na uongozi wa klabu ya Simba Sports Club pasina kukaa kikao na uongozi wa Young Africans. Kwa hiyo Simba walikuwepo katika kikao hicho siku ya tarehe 8 mapema asubuhi, na wao wakaendeleza msimamo wao. Kwa hiyo ili kulinda maslahi ya upande wa Simba, bodi ya ligi wakaamua kuahirisha mchezo huo ambao mpaka sasa unaendeleza kuwa na sura mpya. Umekuwa na nivute nkuvute mpaka sasa, haijaeleweka kwamba ni lini mchezo huo utachezwa. Ikumbukwe Machi 27 waziri wa sanaa, habari na michezo Mheshimiwa Kabudi alikutana na Simba, Yanga pamoja TFF na bodi ya ligi alikutana nao katika kuona ni namna gani wanaweza wakapata suluhu ya jambo hili. Lakini kwa taarifa tulizokuwa nazo kwamba Young Africans waliendeleza kushikilia msimamo wao kutokana na kwamba pia hoja zao zina mashiko na zina wakaba bodi ya ligi. Lakini pia Simba wao walilichokoza na wao wamekaa pembeni. Kwa sasa wanashinikiza wako tayari kucheza mechi ipangiwe tarehe na wao watacheza mechi. Sijajua ni nini kilichowafanya mpaka sasa wawe tayari kucheza mechi, hali ya kuwa siku ya tarehe 8 walitoa taarifa kwamba hawako tayari kucheza mchezo huo kutokana na kwamba wamezuiwa kuenda kufanya mazoezi katika siku ya mwisho kabla ya mchezo. Lakini kumekuwepo sasa na maswali ambayo wao wenyewe Simba wamekuwa wakiulizwa kwamba ni wapi ambapo kanuni zinasema kwamba endapo kama timu haitafanya mazoezi ya mwisho basi igomee mchezo na isicheze. Hizo kanuni na miongozo ya hivyo imekosekana. Kwa hiyo Simba wao sasa wanamwangalia bodi ya ligi ambaye aliahirisha mchezo kutokana na tuhuma hizo. Lakini katika sababu ambazo zilitolewa na bodi ya ligi kwa sababu ya kuahirisha mchezo huo ni kwamba kulikuwa na tishio, kulikuwa na viashirio vya rushwa, lakini pia kulikuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini kwa taarifa hizo sasa unaona kabisa kwamba kama uvunjifu wa kwa taarifa hizo unaona kabisa kwamba zisingeweza kuahirishwa kwa mechi, na maana mechi ingechezwa, lakini pia hayo mengine yangeweza kufuatiliwa, kwa sababu kama rushwa TAKUKURU wapo wangeweza kufuatilia na wakapata kila kitu ambacho kilitakiwa kupatikana kwa kesi hiyo. Lakini pia kwa upande wa usalama, vyombo vya usalama vilikuwepo hapo na hapa pasinge kuwepo na uvunjifu wa amani yoyote, kwa sababu kwamba pia kanda maalum wao kama jeshi la polisi walikuwa wameshakwisha kutoa taarifa kunako mitandao ya kijamii na kuwataka mashabiki na wapenzi wa vilabu hivyo viwili waingie uwanjani kwa kujidai kabisa, kwa sababu amani imedumishwa katika siku ya mchezo huo. Ina maana kwamba jeshi la polisi wao wenyewe pia walikuwa wameshakwisha kutoa taarifa juu ya mchezo huo, lakini pia wao bodi ya ligi wanakuja na sababu za kwamba vilikuwepo viashiria vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba bodi ya ligi bado wana makosa, kwa sababu hakuna taarifa ambayo wameitoa ikawa sahihi. Katika taarifa ya kwanza iliyotolewa na bodi ya ligi walihimiza kwamba watu waingie uwanjani kutokana na kwamba mechi iko pale na haijaahirishwa, lakini masaa machache baadaye wakaja wakaahirisha mechi hiyo ambayo mpaka sasa imekosa uelekeo. Hebu tusubiri waziri wa sanaa, habari na michezo Bwana Palamagamba Kabudi atakavyowakutanisha kwa mara nyingine
na kuona kwamba suluhu itatoka vipi, na hili ameahidi kulifanya mapema sana ili kwa sasa ambapo mechi zinaelekea mwishoni suluhu iwe imeshakwisha kupatikana. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo inaendelea kuhappen, na mimi nimekusogezea hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Bye bye.